na tunashukuru sana kwa kutukumbuka, kwa kuja kutupatia elimu au kutambuana na nyinyi jinsi ya kufahamu PSSF inafanya nini. Maana baadhi yetu wengi hatufahamu inafanya nini. Tupo tu unajua, ukikuta story ya PSSF unamaliza huko umetoka, lakini leo na imani wengi tutajifunza PSSF inafanya nini na jinsi ya kushirikiana na nyinyi pia katika shughuli mbalimbali za kijamii. Mimi sitakuwa na mengi zaidi, napenda kumkaribisha meneja. Hifadhi ya jamii ni kama substitute. Unajua substitute? Kwa wale wapenzi wa mpira, unapokuwa na wachezaji 11 wameanza ndani, kuna wale wengine wanakuwa reserve, si ndio? Sasa ndio hifadhi ya jamii. Ni reserve ya nini? Ni reserve ya nguvu zako. Leo una nguvu, utafanya kazi, ukiacha hapa utaajiriwa, utajiajiri, lakini kadri unavyokwenda unachoka. Fika miaka 60 utakuwa huwezi tena kufanya kazi, si ndio? Kwa hiyo itabidi upumzike. Sasa ukipumzika utakula nini? Ndio ile substitute inapokuja sasa. Kwamba nguvu zimepungua, unakaa nyumbani, lakini sasa kuna mafao unazidi kuyapata mpaka Mungu atakaposema basi. Nafikiri definition yote itakuwa imeeleweka, kwamba hii ni mbadala wa nguvu zako. Kwa pale unapokuwa umechoka, lazima kuna kitu kije kitake over mpaka utakapofika mwisho. Sawa. Kwa hiyo sasa, kwa historia, nafikiri mnafahamu hapo nyuma tulikuwa na mifuko mingi ilikuwa inafanya kazi kisekta. Kulikuwa na mfuko wa watumishi wa umma ambao ulikuwa unaitwa PPF. Kulikuwa na mfuko wa watumishi wa serikali kuu ambao ulikuwa unaitwa PSPF. Kulikuwa na mfuko wa local government ulikuwa unaitwa LAPF. Lakini kulikuwa na mfuko wa watu wa taasisi maalum kama vile magereza, polisi ulikuwa unaitwa GPF. Kwa hiyo ikaonekana ufanisi sio mzuri, serikali ikaamua kuunganisha hii mifuko yote minne. Kwa hiyo ilipounganishwa kwa sheria namba 2 ya mwaka 2018 ukazaliwa mfuko unaitwa PSSF. Kwa PSSF ulianza 2018 kwa kuunganisha hiyo mifuko hapo. Kwa kusoma sheria hiyo sura namba 371 utakuta ndio ilianzisha huo mfuko. Sawa? Kwa hiyo mfuko huu sasa hivi unahudumia wanachama wote wanaoajiriwa na serikali kuu kutokea mwaka huo 2018 Julai. Na wale ambao wako kwenye private sector nafikiri mnafahamu wao wanakuwa wako NSSF. Sasa coverage ya mfuko huu tumecover nchi nzima, lakini makao makuu yake yako Dodoma. Tuna ofisi kila mkoa, lakini pia tuna ofisi za kanda. Kila mkoa tuko na Zanzibar na Pemba, lakini kwa kanda yetu hapa ndio tumeorozesha mikoa hiyo hapo ulionayo. Kwa hiyo kama nilivyosema, mifuko iliunganishwa. Sababu za kuunganishwa zilikuwa ni hizo hapo kwa ufupi, ili kuongeza ufanisi, lakini kupunguza matumizi, sawa, lakini kuondoa ushindani ambao ulikuwa hauna tija, pamoja na kufanya mfuko uwe endelevu. Sasa mfuko kazi yake ni nini? Social security industry duniani kote unafanya kazi kubwa 4 ambazo ni hizo hapo: kuandikisha wanachama, kusanya michango yao, kuiwekeza, pamoja na kulipa mapato. Kuhusu swala la kujiandaa kustaafu, ningependa kueleza ndugu waandishi wa habari na watumishi wote wa umma ambao ni wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa PSSF. Swala la kujiandaa kustaafu linaanza siku ya kwanza unapoajiriwa. Kwa maana ya kwamba ni lazima uwe umejiunga kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSSF kama wewe ni mtumishi wa umma, na wale ambao ni watumishi wa sekta binafsi basi watajiunga kwenye mfuko wao. Uhakikishe taarifa zako ni taarifa sahihi kwenye mfuko ulivyojiunga, na wakati wote uendelee kufuatilia taarifa zako ili kuhakikisha wakati wa kustaafu utakapofika basi inakuwa rahisi na utalipwa kwa wakati. Lakini pia niwakumbushe tu swala la kujipanga ni muhimu, kwa sababu kama unavyofahamu kustaafu kunakuja na mambo mengi. Uzee ni janga, kwa hiyo ni lazima ujiandae. Kwa sababu ukiwa mwanachama unachochangia kwenye mfuko ni 5% tu ya mshahara wako, lakini 95% unabaki nayo. Kwa hiyo mimi ni washauri wenzangu waandishi wa habari na wale wote ambao ni wanachama mfuko wa hifadhi ya jamii, tujiwekee utaratibu wa kujiwekea akiba kwa ajili ya kujitunzia akiba yetu ili iweze kutusaidia pale tutakapostaafu, tutakapokuwa wazee, tutakapokuwa na uhitaji zaidi
wa fedha. Kwa hiyo nawasisitiza sana waandishi wa habari na wanachama kwa ujumla, swala la kujiandaa kustaafu ni muhimu, kujiandaa kiuchumi, kujiandaa kisaikolojia, lakini pia na masuala ya afya kama tulivyosisitiza tuzingatie afya ili tuweze kustaafu tukiwa bado tuna afya njema. Lakini pia ni muhimu pia kuangalia swala la bima. Tunaambiwa tuwe na bima tutakapostaafu, lakini kama unafahamu sasa hivi nafikiri sheria mwana kila anayestaafu anakuwa na bima yake kama sijakosea. Ngoja niulize, lakini yeye unafahamu sasa hivi wale wanastaafu sasa watumishi wa umma inakuruhusu wewe, nafikiri ni baadhi ya skills zinajiandaa, inakuruhusu wewe mwanachama na mwenza wako mnayostaafu kuwa na bima ya afya kwa wakati wote mpaka pale Mungu atakapopenda kuachukua. Kuhusu swala la kujiandaa kustaafu, ningependa kueleza ndugu waandishi wa habari na watumishi wote wa umma ambao ni wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa PSSF. Swala la kujiandaa kustaafu linaanza siku ya kwanza unapoajiriwa. Kwa maana ya kwamba ni lazima uwe umejiunga kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSSF kama wewe ni mtumishi wa umma, na wale ambao ni watumishi wa sekta binafsi basi watajiunga kwenye mfuko wao. Uhakikishe taarifa zako ni taarifa sahihi kwenye mfuko ulivyojiunga, na wakati wote uendelee kufuatilia taarifa zako ili kuhakikisha wakati wa kustaafu utakapofika basi inakuwa rahisi na utalipwa kwa wakati. Lakini pia niwakumbushe tu swala la kujipanga ni muhimu, kwa sababu kama unavyofahamu kustaafu kunakuja na mambo mengi. Uzee ni janga, kwa hiyo ni lazima ujiandae, kwa sababu ukiwa mwanachama unachochangia kwenye mfuko ni 5% tu ya mshahara wako, lakini 95% unabaki nayo. Kwa hiyo mimi ni washauri wenzangu waandishi wa habari na wale wote ambao ni wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii tujiwekee utaratibu wa kujiwekea akiba. Napenda tu niwajulishe kwamba waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla ni wadau muhimu katika mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF. Yaani hata katika mpango mkakati wa kazi ya taasisi tunawatambua waandishi wa habari na vyombo vya habari kama wadau muhimu. Kwa hiyo umekuwa ni utaratibu wa PSSF kutembelea na kufanya mikutano kama hii na Press Club nchini. Na tumeshaenda mikoa mbalimbali, tumeshafanya na Press Club Dar es Salaam, Morogoro, Zanzibar, na tunaendelea na sasa tunafanya hapa Mbeya, lakini tunafanya Mtwara, tutafanya Mwanza, na tutaendelea hivyo. Lengo ni kuhakikisha tunakuwa karibu na wadau hawa wa habari. Hii ni watu muhimu sana kwenye kuweza kufikisha ujumbe, kuweza kuisemea PSSF kwenye jamii. Kwa hiyo tunahakikisha tunajenga mahusiano mazuri na nyie, lakini inakuwa ni fursa pia kwa wanahabari kupata ufafanuzi sahihi na taarifa sahihi za kuiambia jamii. Tunaweka ukaribu kwamba wakati wowote mtakapohitaji ufafanuzi kutoka kwetu basi mnatupata. Lakini pia tunapokuwa na jambo zuri la kuwaambia wananchi na tunatamani jamii ipate kusikia, basi tunahakikisha mnatusemea vizuri. Kama unavyofahamu bado uelewa wa hifadhi ya jamii nchini ni mdogo. Kwa hiyo tunaamini kupitia ninyi watu wa habari, wanahabari na vyombo vya habari, wananchi na Watanzania wote wataelewa umuhimu wa hifadhi ya jamii, na hatimaye hata lile lengo la kufikia hifadhi ya jamii kwa wote itakuwa ni rahisi. Kwa jina naitwa Vincent Mahmud Msola. Mimi ni mstaafu ambaye nimestaafu mwaka 2024 mwezi Machi, nikiwa nimestafia katika halmashauri ya wilaya ya Chunya. Ninachoweza kutaka kusema hapa ni kwamba kabla sijastaafu nilikuwa na maneno mengi na mengine tulikuwa tukiyashuhudia, namna ambavyo huduma zilikuwa zikicheleweshwa kidogo. Mathalani malipo kwa wastaafu yalikuwa yanachukua takriban hata labda miaka ya nyuma kidogo. Lakini ninachotaka niwaeleze kwa siku ya leo ni kwamba nimeona mabadiliko makubwa sana katika utekelezaji wa kulipa mafao kwa wastaafu. Cha msingi ni kwamba unapostaafu unatakiwa uwe na document zile muhimu zote, uwe nazo mkononi. Ukiwa nazo mkononi document zote, mambo yataenda haraka iwezekanavyo. Lakini kwa wale ambao wanacheleweshewa ni kwamba wanakuwa na vitu vichache ambavyo vinahitajika na PSSF vinakuwa bado havijatimia. Kwa hiyo napenda niwahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari kwamba mfuko wa PSSF kwa sasa uko so effective. Unafanya kazi kwa weledi wa hali ya juu, unafanya kazi kwa haraka,
Nasema kwa haraka kwa sababu gani? Mimi nilivyo staafu miezi miwili haikupita, nilikuwa tayari nimeingiziwa fedha zangu katika akaunti ya kwangu. Kila new innovation inavyoingia huwa ni lazima kuwe na uwezeshwaji. Nakuwa na uwezeshwaji wa namna ya kutumia hiyo mifumo. Kwa hiyo imekuwa sio jambo gumu. Mifumo tulielekezwa, tunaitumia vizuri kabisa bila tatizo lolote. Kwa msingi kila moja inapoingia hiyo, tunapofundishwa basi azingatie ili asiwe na staki wakati anataka kuitumia. Jina naitwa Rukia Chasanika, ni mkazi kutoka Mbeya Press Club, chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mbeya. Tunawashukuru sana mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma kwa mafunzo ambayo wametupatia siku hii ya leo. Na mimi kama waandishi kuna vitu vingi ambavyo tumevipata ambavyo tutaenda kuvisema kwa watumishi wa umma ama wastaafu ambao ndio walengwa zaidi na wale ambao wanatarajiwa kustaafu. Na wastaafu ambao walikuwa na malalamiko lakini kwa sababu ya kukosa elimu, sisi kama waandishi wa habari kupitia media zetu tutaendelea kutoa elimu, kuwaelimisha wastaafu watarajiwa, lakini pia wale ambao wamestaafu watarajia kupata mafao yao ili waweze kupata elimu hii. Tunawashukuru sana kwa hayo mafunzo. Lakini pia kama Mbeya Press Club tutaendelea kujenga ushirikiano na ofisi ya PSSF kwa ajili ya kuendelea kutoa habari zaidi. Maana tunaweza tukatoa siku moja lakini kumbe tunatakiwa tujenge uhusiano kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu. Na pia tunawakaribisha kufika kwenye vyombo vyetu vya habari. Kama mnahitaji kutoa elimu basi tunawakaribisha sana. Kama chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mbeya, tunashukuru sana kwa hiyo zawadi. Tutaifikisha na kwa wanachama wengine ambao hawajafika hapa ili wapate taarifa kwamba kuna zawadi tulipewa ili tuendelee kujenga ushirikiano zaidi, na yale ambayo wameyasema kwamba tunahitaji msaada. Ni kweli kama waandishi wa habari tunahitaji msaada kwenye ofisi yetu. Ni mambo mengi ambayo mtaweza kutusaidia, mtatuona ofisini kwenu, msituchoke, mtupokee. Kwa jina naitwa Ezekiel Richard Kamanga, ni mwandishi wa habari mkoa wa Mbeya. Kipekee kwanza nishukuru PSSSF kwa kutoa mafunzo haya ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari. Mafunzo haya yatasaidia zaidi kwanza waandishi kuelewa uwanda mpana wa taasisi hii ya umma ambayo inatoa mafao kwa ajili ya wastaafu. Wakishaelewa waandishi wa habari, nao ni rahisi kwenda kutoa elimu kwa watu mbalimbali ambao hawana uelewa, hasa kutokana na lawama ambazo baadhi wamekuwa wakizitoa kwa shirika hili. Kwa hiyo naamini kwa sasa kupitia vyombo mbalimbali au taasisi mbalimbali ambazo zimekuwepo hapa kupata mafunzo zitatoa mchango mkubwa kwa jamii, hasa wastaafu na wengine ambao wanatarajia kustaafu au watumishi wote wa umma ambao wataelimishwa elimu hii ambayo itawasaidia zaidi kwenda kutoa elimu kwenye jamii na kuondoa urasimu ambao ulikuwepo hapo awali. Naitwa Mwanaisha Mohamed Makumbuli, ni mwandishi wa habari natokea Radio Highlands FM iliyopo jijini Mbeya. Nashukuru kupokea mafunzo haya kutoka shirika la kiserikali la PSSF kwa kutoa mafunzo kwa waandishi habari namna ya kuhamasisha, pia kuwafikishia ujumbe kwa waandishi habari juu ya masuala ya mfuko huu wa jamii, hasa kwa wazee wastaafu, lakini pia wale ambao wanaelekea kustaafu. Ni mfuko mzuri na unasaidia katika jamii kuhakikisha kwamba wanatoa zile changamoto ambazo wanazo baada ya kustaafu, kuliko mtu ambaye unategemea usipojiunga na mfuko huu uweze kupata zile changamoto, kupata ule msaada ambao unaweza kukusaidia katika jamii. Kwa hiyo ni mfuko mzuri ambao unaweza kuwasaidia wastaafu na wale ambao wanatarajia kustaafu ili kuhakikisha kwamba wanapata mafao yao vizuri.